Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetupa uhai na afya tukaendelea kuwepo katika Ijumaa nyingine, Ijumaa ambayo ni siku ina kheri nyingi sana. Ni siku ya kukithirisha kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na kusoma suratul Kahf. Ni siku ya kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua zetu, kwani upo wakati katika siku ya Ijumaa mu'min akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua zake na akaafikiwa na wakati huo, Allah subhanahu wa ta'ala anamkubalia maombi yake. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu mema na atusamehe madhambi yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape shifa wagonjwa wetu na awarehemu maiti wetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aupe nguvu Uislamu na awape nguvu Waislamu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tusife isipokuwa ameturidhia na tufe hali ya kuwa ni Waislamu. Ndugu zangu, tukiwa katika siku ya Ijumaa, siku ambayo iko katika mwezi mtukufu, siku ambayo imeingia kwa maeneo tuliyopo ikawa ni katika siku ya Idi, basi tunapaswa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi katika masiku haya na kujiweka kando na kila yale ambayo tunayajua kwamba haya ni maovu. Bado tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia kuhusu ibada ya swala, na leo tupo katika eneo ambalo wanawachuoni wameligawanyika katika kulieleza eneo hili, nalo ni eneo la wajibati swala, wajibu katika swala. Kuna ambao wakayachukua mambo wakayaweka katika wajibu na katika sunna, lakini kuna ambao hawakuweka hivyo. Kwa mfano kama madhhabu ya Imam Shafi yakaweka kwamba zote hizi ni sunna, lakini katika hizo sunna wakaweka kwamba kuna abaadhi, kuna na hayat. Kwa hivyo yani kuna mambo ambayo ni mapambo katika swala na kuna mambo ambayo unapoyaswahau katika swala haya inabidi ufanye sijdati sahau. Lakini sisi tutaanza kuzungumza kuhusu hawa ambao wameweka kuhusu wajibati swala. Walioweka wanawachuoni kuhusu wajibati swala wakasema kwamba kuna wajibati swala, wajibu wa swala ziko 8. Ya kwanza ni takbir zote kasoro takbiratul ihram. Yani vile ukishakuwa wewe umeshafunga swala, kila ile takbiri unayokuwa wasema Allahu akbar, samia Allahu liman hamida, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, zile takbiri zote hizi zinahesabiwa kwamba hizi ni takbiri ambazo ni wajibati swala, na unapokuwa umeiacha takbiri hii kwa maksudi, swala yako itakuwa imeharibika. Ukiacha takbiri hii kwa kusahau au kwa bahati mbaya, utakapofika mwisho wa swala ukawa umelikumbuka, basi itabidi ufanye sijdati sahau, na tushaeleza maana sijdati sahau. Wajibu wa pili ni kusema samia Allahu liman hamida kwa imamu pamoja na anayeswali peke yake. Imamu anapoinuka kutoka kwenye rukuu, kile kitendo cha kusema samia Allahu liman hamida, na yule anayeswali peke yake. Hawa walioweka wajibati swala wanasema hii ni wajibu katika swala, na unapoiacha hii ni lazima uwe mwisho wa swala yako kabla ya kupiga salamu utafanya sijdati sahau. Na kusema rabbana lakal hamd kwa maamuma au anayeswali peke yake. Anayeswali peke yake anaposema samia Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, anayeswalishwa na imamu, imamu ndio anayesema samia Allahu liman hamida, huyu kunyuma atasema rabbana lakal hamd. Kwa hiyo maneno yote mawili haya yamewekwa ni wajibu katika swala. Nyingine ni kusema subhana rabbiyal azim katika rukuu. Kile kitendo cha kusema subhana rabbiyal azim katika rukuu, hii ni wajibati swala, na unapoiacha ni lazima ufanye sijdati sahau. Nyingine ni kusema subhana rabbiyal a'la katika sijda. Kusema subhana rabbiyal a'la katika sijda, hii ni katika wajibu wa swala, na unapoiacha
ni lazima ufanye sijdati sahau kwa wale walioiweka katika orodha ya wajibati swala. Na kusema rabbi ighfirli katikati ya sijida, katika kile kikao cha katikati ya sijida mbili, kule kusema rabbi ighfirli, wale walioweka ni wajibati swala, unapoiacha hii ni lazima ufanye sijdati sahau. Kukaa atahiyatu ya kwanza, kukaa tahiyatu ya kwanza ni katika wajibati swala, na unapokuwa umesahau kukaa ile tahiyatu ya kwanza, manake utaendelea na swala yako mpaka mwisho. Utakachofanya ni kufanya sijdati sahau peke yake, hutoirudia ile rakaa. Na kusoma ile tahiyatu ya kwanza, kusoma, kuna kile kikao cha tahiyatu na kuna kule kuisoma tahiyatu. Waweza kuwa wakati mwingine mtu umekaa kile kikao cha tahiyatu ukajisahau kusoma, ukaja ukakumbuka mimi nimekaa pale nilikuwa na mawazo sikusoma tahiyatu. Kwa hiyo ukikumbuka hilo, ujue kwamba wale walioweka kwamba hiyo ni wajibati swala, inabidi ufanye sijdati sahau. Na kwa sababu ni machache katika madhehebu ya Imam Malik, wao wameongeza vitu vitatu ambavyo tutavitaja. Ya kwanza ni dua ya ufunguzi wa swala. Dua ya ufunguzi wa swala, ziko dua nyingi sana za ufunguzi wa swala, lakini kwa madhehebu ya Imam Malik, unaposahau kusoma dua ya ufunguzi wa swala, unakuwa umeacha wajibati swala na inabidi ufanye sijdati sahau. Na kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim kwa madhehebu ya Imam Malik ni katika wajibati swala, ambayo mtu atakayekuwa ameiacha basi manake atafanya sijdati sahau. Na kusema amin pale unapomaliza kusoma surati al-Fatiha, hii katika madhehebu ya Imam Malik, zote hizi zimewekwa katika wajibati swala. Ndugu zangu, hapa tumefika mwisho wa mazungumzo yetu juu ya wajibati swala. Inshallah kesho tutaelezea kuhusu sunna za swala, na ndio itakuwa sehemu ya mwisho, na tutaeleza wale ambao wameziweka sunna katika vigawanyo. Maana kuna walioziweka sunna katika vigawanyo kama al-Imam Shafi, kwamba kuna sunna za vitendo, kuna na sunna za maneno. Wakazichagua katika hizi sunna kwamba kuna ambazo utakapoziacha haina shida, utakapozifanya utapata thawabu, na kuna ambazo ukiziacha itabidi ufanye sijdati sahau. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kheri nyingi, na Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie wale ambao tumekula Idi leo na wale watakao kula kesho kwa nia yao na imani yao. Basi Allah subhanahu wa ta'ala sote atupe Idi njema, atukubalie kisimamo chetu cha Arafa na dua zetu. Allah subhanahu wa ta'ala awaponeshe wagonjwa wetu na awarehemu maiti wetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.